Mfuatiliaji wa Snada Royal TV, uhali gani? Leo tuko hapa KBH by Royal Village Hotel katika mkoani Singida, na mimi ni John Hassan. Leo tupo katika eneo hili nikiwa na kada wa Chama cha Mapinduzi. Atajitambulisha majina yake, lakini tutapiga story mbili tatu. Lakini ifahamike kwamba kuanzia tarehe 29 mpaka tarehe 30 Chama cha Mapinduzi kikiongozwa na mwenyekiti wake Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye pia ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ilikuwa na mkutano maalum, mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Hivyo tutaangazia mambo mbalimbali na kada wa Chama cha Mapinduzi anayetoka mkoani Singida. Karibu sana, na utajitambulisha majina yako kisha tutaendelea. Karibu sana. Asante sana. Kwanza nikushukuru kwa kunialika katika kipindi chako hiki. Naam. Kwa majina mimi naitwa Jafari Saidi. Okay. Mimi ni mzaliwa wa Utemini na mkazi wa Utemini, lakini pia mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi tawi la Utemini kama ambavyo umenitambulisha. Okay. Ndio. Asante sana. Na mfuatiliaji wa Snada TV, kama ambavyo amekwisha jitambulisha, yeye anaitwa Jafari Saidi, lakini ni kada wa Chama cha Mapinduzi, kada kindakindaki. Lakini tukiangazia kwamba tarehe 29 na tarehe 30 mwezi Mei 2025 ulifuatilia mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi? Mkutano nilifuatilia hatua kwa hatua. Okay, agenda kwa agenda. Lakini kabla hatujaenda kwenye mkutano, niruhusu nitumie fursa hii kumpongeza sana mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kiongozi huyu amethibitisha uwezo mkubwa sana katika masuala ya uongozi, katika masuala ya maendeleo, lakini pia katika masuala ya diplomasia. Mama huyu amethibitisha pasipo shaka yeyote kwamba wanawake wana uwezo mkubwa sana katika uongozi. Katika kipindi ambacho amechukua nchi hii katika kipindi kigumu sana. Kipindi ambacho tumempoteza rais wetu hayati Rais Magufuli. Haijapata kutokea katika historia ya nchi yetu. Na hata baadhi ya watu walikuwa na hofu kwamba sasa amekufa Rais Magufuli, hali itakuwaje? Walikuwa na hofu kuhusu usalama wa nchi, lakini pia walikuwa na hofu kuhusu maendeleo ambayo tayari yalikuwa yameanzishwa. Lakini leo miaka 4 baadaye, kila mtu akitizama ile miradi ambayo kulikuwa na hofu je itakamilika, karibu miradi yote imekamilika. Ile hali ya hofu ya mashaka juu ya usalama na amani, bado Tanzania ina usalama, ina amani, na bado inaendelea kupiga hatua kubwa sana za kimaendeleo. Kwa hiyo mimi kwa dhati kabisa ya moyo ninampongeza sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kweli sina maneno ya kusema, lakini amethibitisha uwezo mkubwa sana katika masuala ya uongozi. Kabla tujaendelea, lengo kubwa ni kujadili mapokeo ya mkutano maalum wa Chama cha Mapinduzi ulioketi tarehe 29 hadi tarehe 30 Mei 2025. Lakini umegusia kuhusu mchapakazi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Hebu zungumzia miaka 4 yake kwa kifupi, alafu then tuendelee na unaonaje utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa 2020 hadi 2025, kisha tutaendelea baada ya hili sasa ya 2025 2030. Nakushukuru sana. Kwa kweli kwa ufupi niseme Samia Suluhu Hassan ameitendea haki ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na sisi wana CCM tutakwenda kutafuta kura kwa kifua mbele baada ya kutekeleza ahadi nyingi tulizokuwa tumewaahidi wananchi. Tuliwaahidi kwamba tutajenga reli ya kisasa ya SGR. Sasa watu wanasafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma, na tayari wakandarasi wapo kazini kukamilisha katika maeneo mengine ambayo bado hayajakamilika. Tuliwaahidi watu tutatatua changamoto ya umeme kupitia miradi mbalimbali ikiwemo bwawa la Mwalimu Nyerere. Leo tayari bwawa la Mwalimu Nyerere linatoa umeme kwenye gridi ya taifa. Tuliwaahidi watu kuboresha huduma za afya. Katika miaka hii 4 leo katika kila mkoa ukienda, vipimo kama CT scan na vinaofanana hivyo ambavyo zamani ilibidi watu wote tusafiri kwenda Muhimbili kuvitafuta, leo unaweza kupata haya matibabu ukiwa mkoani kwako. Tuliwaahidi watu kuboresha sekta ya elimu. Leo tumejenga shule
Kila mkoa ukiacha kujenga madarasa, kuna shule mpya za wasichana za sayansi kila mkoa. Kwa hiyo katika maeneo mengi ya kiuchumi na maendeleo ya watu, kwa kweli ilani imetekelezwa na kuvukwa malengo. Kwa mfano, wakati Rais Samia anaingia, kulikuwa na mashaka sana kwenye uchumi na biashara. Wako watu walikuwa wanafunga maduka, wanakimbia. Kwenye mzunguko wa fedha kulikuwa hakuna fedha nyingi kwenye mzunguko wa fedha. Lakini sasa hivi utulivu umerejea kwenye biashara, kasi ya watu kuja kuwekeza kwenye nchi yetu. Ukitizama biashara mpya zinazofunguliwa, namna ambavyo watu wanaweza kufanya kumudu huduma mbalimbali. Kwa mfano, unaona watu wanaweza kununua magari na nini. Yote haya yanaonyesha kuna kiwango fulani cha kuimarika kwa hali ya maisha ya watu na uwezo wa kiuchumi. Kwa hiyo kwa kifupi, kwa kweli Rais Samia ametenda haki karibu katika kila sekta unayoweza kuitaja. Ukienda kwenye michezo, Tanzania sasa ni taifa tajika katika maeneo ya michezo, kitaifa na kimataifa. Kwa hiyo hakuna eneo unaweza kuitaja. Huduma za maji, miradi mingi sana imepelekwa kwenye huduma za maji. Kwa hiyo kwa kweli katika kila sekta unaweza kuitaja, Rais Samia ametuongoza vizuri, amefanya kazi kubwa katika diplomasia. Tanzania tulianza kama kutizamwa kwa jicho la tofauti kidogo, lakini sasa tuna nafasi nzuri sana katika diplomasia ya kimataifa. Na ukitaka kujua hilo, angalia mkutano uchaguzi uliofanyika hivi karibuni wa mkurugenzi wa shirika la afya duniani ukanda wa Afrika, ambao Dr. Janabi amefanikiwa kushinda, na kabla ya hapo Dr. Ndunguli alishinda. Yote hii ni viashiria vya ushawishi wa Tanzania katika diplomasia ya kimataifa. Manake kwa lugha ya vijana ni kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan anaupiga mwingi sana kwa maelezo yako ambayo umeyasema. Kwa kweli anaupiga mwingi sana. Na labda nisiache kulisema hili, niruhusu niseme jambo la mwisho hili. Katika utumishi wa umma kulikuwa na changamoto nyingi. Wako watu wengi walikuwa wamekaa muda mrefu bila kupandishwa vyeo. Wako watu wengi mshahara haukuwa umepandishwa kwa muda mrefu. Posho mbalimbali zilikuwa hazijaongezeka kwa muda mrefu. Katika kundi ambalo Rais Samia amelitendea haki ni watumishi wa umma. Watu wote waliokuwa na sifa ya kupanda vyeo wamepandishwa vyeo. Mishahara imeongezeka, na sasa hivi mwaka huu kuna ahadi ya nyongeza ya kishindo kutoka kwa mama. Lakini pia posho asilimia 30 kwa ile kima cha chini, lakini huko mbele pia watapata zaidi. Lakini pia posho katika utumishi wa umma. Unajua watumishi wa umma ni kundi muhimu sana, kwa sababu hili ndio kundi ambalo linapeleka fedha mtaani. Wakipata fedha, wao wanakwenda kufanya matumizi. Kwa hiyo hawa wanasaidia sana kupeleka fedha mtaani. Kwa mfano, nitoe mfano mmoja. Kabla ya Rais Samia, mtumishi alikuwa akifanya kazi ya ziada, alikuwa analipwa posho ya kazi ya ziada ya shilingi 30,000 kwa siku. Kwa sasa analipwa shilingi 60,000. Unaona? Aliyekuwa analipwa 20,000 kwa sasa analipwa 40,000. Posho za kujikimu pale unapokuwa umesafiri, sio? Zilikuwa ni 100,000, 120,000, sasa hivi zimekwenda mpaka 200,000 na zaidi. Kwa hiyo mama amewagusa kipekee watumishi wa umma. Na naamini watumishi wa umma wanatambua, na pengine wana deni la kumlipa, na wakati ukifika, mimi sina mashaka yoyote watalipa hilo deni. Mfuatiliaji wa Snada TV, bila kusahau kwamba sisi tupo air au tuko powered by Techno Tanzania, lakini bila kusahau Sangawe Glass Aluminium wanaopatikana mkoani Singida mkabala na jengo la CCM mkoa wa Singida. Lakini pia sisi tunadhaminiwa na Royal Village Hotel ambao wanapatikana mikoa ya Dodoma, Singida, Morogoro na Dar es Salaam. Lakini tuendelee sasa, turudi kwenye hoja yetu sasa. Umezungumzia ama umedadavua vyema kabisa kuhusu utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kipindi cha 2020-2025. Sasa juzi umesema kwamba ulifuatilia mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi. Ulijifunza nini zaidi? Kwanza, kwa kweli nimeshuhudia namna ambavyo uendeshaji wa chama chetu umebadilika. Namna ambavyo taarifa mbalimbali zilikuwa zinawasilishwa. Utaona
namna ambavyo utekelezaji wa masuala mbalimbali, kwa mfano uandikishaji wa wanachama ulivyokuwa unawasilishwa, namna ambavyo ilani yetu mpya ilivyowasilishwa vituo kwa vituo, hatua kwa hatua. Kwa kweli mimi nilifarijika sana kuona viwango vya uendeshaji wa mikutano na namna ambavyo wanachama tunaweza kupata taarifa kupitia mkutano mkuu wa CCM na vikao mbalimbali vya chama chetu. Kwa hiyo labda kabla sijaendelea, moja ya eneo ambalo mimi nilivutiwa sana ni kwenye eneo la ilani ya uchaguzi iliyozinduliwa kwa ajili ya mwaka 2025 2030. Ilani hii kwa kweli imethibitisha kwamba CCM inafahamu nini inachotakiwa kufanya, inafahamu mahitaji ya nyakati. Kwa mfano, moja ya eneo ambalo limeangaziwa kwenye ilani yetu ni namna ambavyo tunakwenda kuwekeza kwenye uchumi wa kisasa, uchumi wa kuongeza thamani ya mazao tunayoyazalisha katika nchi yetu. Hapa maana yake unazungumza uchumi wa nini? Uchumi wa viwanda. Ilani ya uchaguzi ya CCM ukiitizama inataka, kwa mfano hapa Singida sisi tunafuga kuku wazuri wa kienyeji. Ilani inataka badala ya kusafirisha kuku mzima tusafirishe nyama ya kuku na bidhaa za nyama ya kuku. Hiyo maana yake ni kwamba unatengeneza ajira na kazi katika maeneo husika. Kwa hiyo hili ni eneo ambalo mimi naamini likitekelezwa vizuri katika mwaka huu 2025 mpaka 30 itabadilisha sana maisha ya nchi, itabadilisha sana hali za wananchi. Na katika eneo hili naomba niseme kidogo eneo la viwanda. Katika eneo la viwanda, ilani inataka tukaweke yanaitwa kongani za viwanda au industrial parks. Mimi nimebahatika kutembea katika nchi kadhaa duniani ambazo zimepiga hatua kubwa zaidi kimaendeleo kuliko nchi yetu. Kwa mfano moja wapo ni nchi ya India. India ni miongoni mwa nchi ambazo zina viwanda vingi sana, hasa za bidhaa za afya. Wao walifanya nini? India walitenga maeneo kwa ajili ya viwanda. Hayo maeneo yakatengenezewa miundombinu yote, yakawekewa umeme, yakawekewa maji, yakawekewa barabara. Lakini pia wakaweka vivutio zaidi, kwa kuweka vivutio vya kikodi, wakaweka incentives, yani mtu atakayewekeza kwenye yale maeneo hata lipa kodi kwa kipindi cha miaka 10. Kwa hiyo hii ikawafanya watu wengi kukimbia kwenda India kuanzisha viwanda. Matokeo yake leo India ni miongoni mwa nchi ambazo zinauza bidhaa nyingi sana za viwanda kutoka India kwenda nchi mbalimbali. Kwa hiyo hili ni eneo ambalo tukilisimamia vizuri, ilani imeshasema kuna sehemu ya kusimamia utekelezaji. Kwa namna ambavyo ilani hii imetekelezwa iliyopita, sina mashaka kwamba ilani hii pia itatekelezwa vizuri sana. Lakini ilani pia imegusia eneo la ajira kwa vijana. Unajua sasa hivi kwa kweli bila kupepesa macho tuna tatizo kubwa sana la ajira kwa vijana. Hii tatizo linatokana na mafanikio yaliyojitokeza katika sekta ya elimu. Zamani, siku za nyuma, tulikuwa na nafasi zilikuwa nyingi zinatafuta watu, hawakuwepo. Lakini baada ya serikali ya CCM kufanya uwekezaji mkubwa katika sekta ya elimu, sasa tumezalisha watu wengi sana, wako mtaani hawana kazi. Kwa hiyo ndio unaweza kufanikiwa eneo moja likazalisha changamoto eneo lingine. Lakini ukienda kutekeleza hii sera ya kuongeza thamani ya bidhaa, badala ya kusafirisha mazao ghafi, haya mazao yakachakatwa, tunakwenda kutengeneza ajira nyingi sana kwa vijana. Kila mtu atakuwa na kazi kila maeneo, kwa sababu ukiwa na viwanda kila mahali basi utakuwa umetengeneza ajira nyingi sana. Kwa hiyo hata tatizo la ajira kwa vijana mimi naamini linakwenda kupata ufumbuzi. Lakini pia kuna ilani pia imegusa eneo la afya. Serikali ya Samia imewekeza sana kwenye sekta ya afya. Kama nilivyosema, vifaa tiba vilivyonunuliwa kupeleka kwenye maeneo mbalimbali haijapata kutokea. Sasa kwenye sekta ya afya upanuzi umefanyika, kuna vituo vingi vya afya vimejengwa, zahanati nyingi zimejengwa, lakini tuna changamoto ya gharama za kutibiwa. Wako watu wanakwenda hospitali akitajiwa gharama za matibabu anasema yeye mgonjwa kwanza nirudi nyumbani tukajipange. Sasa ugonjwa hauwezi kusubiri. Lakini ndio maana serikali ya Rais Samia
kupitia ilani hii inataka kila Mtanzania akapatiwe bima ya afya. Maana yake tukienda kutekeleza bima ya afya kwa Watanzania wote, ukiugua unatafuta kadi yako ya bima iko wapi, unakwenda hospitali unayoitaka, unakwenda kupata matibabu. Kwa hili ni eneo ambalo litasaidia sana kupunguza gharama kwa wananchi na kusaidia sana maisha ya mtu mmoja mmoja. Lakini eneo lingine ambalo pia limezungumzwa kwenye ilani ni eneo la kuboresha sekta ya elimu. Kama nilivyosema, huko nyuma tulikuwa na changamoto sana ya fursa ya watoto kwenda kusoma. Walikuwa wanamaliza shule watu wengi, shule za msingi, nafasi ya kwenda kusoma sekondari shule hakuna. Tumejenga shule nyingi, kwenye kila kata sasa kuna shule, lakini tuna changamoto ya ubora wa elimu. Hiyo ni changamoto ambayo ni lazima tuiseme wazi. Na kwa mfano, nitoe mfano wa Singida mjini, sababu mimi ndiko nilikozaliwa na ninakotoka. Ni rahisi kutolea mfano eneo ambalo nalifahamu zaidi. Singida mjini kuna shule za kata 18. Nilikuwa najaribu kupitia matokeo ya kidato cha 4 ya mwaka jana kwa shule zote 18 za kata. Nikakuta 70% ya wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 mwaka jana aidha wamepata division 4 au 0. 70% ya vijana waliomaliza shule ya sekondari katika shule zetu 18 za kata kwa Singida mjini mwaka jana wamepata kati ya daraja 0 mpaka division 4. Ni 30% tu ndio unawapata kati ya division 1 mpaka division 3. Maana yake ni kwamba mtoto akienda kusoma katika shule hizi za kwetu, kuna uwezekano wa 70% kama anaweza kupata division 4 au division 0. Lakini hawa watoto sio wajinga. Sio kwamba hawana akili. Wana uwezo wa kufanya vizuri zaidi ya hapo. Na ni muhimu sana tukachukua hatua kwenye eneo la hii sekta ya elimu, hasa kwenye shule za umma, kwa sababu ndizo shule ambazo zinategemewa na wananchi wengi. Zamani sisi wakati tunasoma ilikuwa chaguo la kwanza ni shule ya serikali. Nikikosa shule ya serikali ninaweza kwenda shule ya binafsi. Kwa hiyo lakini ilani ya uchaguzi ya mwaka huu imetambua hiyo tatizo na imeweka malengo ya kushughulikia ubora wa elimu, kuhakikisha kwamba watoto wetu wanaweza kufaulu vizuri, watoto wetu wanaweza kupata ujuzi. Maana yake pia changamoto nyingine ilikuwa elimu ni kwamba mtu anamaliza lakini hana ujuzi. Sasa ilani inataka watoto hawa wakati wanasoma lakini wapate na ujuzi. Wakipata ujuzi, wakitoka hawa, hata kama hajapata kazi ya kuajiriwa, kwa sababu ana ujuzi, anaweza kuutumia kujiajiri. Kwa hiyo ni moja ya eneo ambalo mimi ilani imejipanga vizuri, na naamini tukisimamia vizuri utekelezaji wake tunakwenda kubadilisha maisha ya watu wetu kwa kiasi kikubwa sana. Lakini eneo lingine la ilani ambalo pia ningependa nilisemee ni eneo la miundombinu. Ukitazama ilani imeelekeza vizuri sana namna ambavyo tunakwenda kukamilisha miradi mbalimbali ya kuifungua nchi. Kwa mfano ile reli ya SGR, sio? Sasa inatakiwa ikamilike, ifike mpaka Mwanza, iende mpaka Kigoma. Lakini pia usisahau kuna kipande kitatoka Manyoni kuja Singida. Sasa hivi mtu anatoka Dodoma kuja anatoka Dar es Salaam kuja Dodoma anatumia masaa 3-4. Maana yake SGR ikifika Singida, maana yake asubuhi nitakunywa chai Dar es Salaam, jioni ya mchana nitakula chakula cha mchana Singida. Sasa hii tafsiri yake nini katika uchumi? Bana, wako watu wanasema serikali ya CCM inawekeza kwenye vitu. Haya ni maendeleo ya miundombinu, barabara, haya ni maendeleo ya vitu. Lakini uwekezaji katika miundombinu unachangia sana kuongeza kasi ya kutembea kwa huduma na bidhaa. Kwa mfano leo mgonjwa aliyepo Singida anataka kumpeleka Dar es Salaam kama na SGR, maana yake anatoka hapa asubuhi, saa 7 mchana anapokelewa Muhimbili. Lakini huduma mbalimbali na bidhaa unaongeza kasi ya kutembea kwa huduma na bidhaa. Sasa hii ndio uchumi wenyewe. Sasa watu wasiojua uchumi wanasema unawekeza kwenye barabara kwa nini? Unawekeza kwenye reli kwa nini? Sio? Reli maana yake inakwenda kusaidia maisha ya watu. Inakwenda kuongeza shughuli za kibiashara. Naweza kwenda Dar es Salaam nikafunga mzigo asubuhi, alafu jioni nikalala Singida. Sasa nani anaweza kusema kwamba haya sio maendeleo ya watu?
Kwa hiyo ilani kwa kweli imejielekeza kwenye maeneo mengi. Kuna maeneo ya kuboresha upatikanaji wa maji safi na salama. Kuna maeneo ya kusaidia makundi maalum ya kijamii. Nimeona hiyo eneo, kuna eneo la vijana, eneo la kina mama, eneo la mikopo kwa walemavu. Sasa hivi imewekewa utaratibu mzuri. Kwa hiyo ilani ya CCM kwa kweli imesheheni vitu vingi vya maendeleo na vitu vitakavyokwenda kuboresha zaidi maisha ya wananchi. Lakini pia nisisahau eneo la michezo. Kwanza nitambulishe wafuatiliaji wa Snada TV wajue sasa kumbe tuko na mtu potential. Hebu kwanza jitambulishe wewe ni nani kwenye sekta ya michezo. After tuendelee na ilani sasa. Kwanza mimi ni mjumbe wa kamati ya michezo ya Mei Mosi Taifa. Mashindano ya Mei Mosi huwa yanafanyika katika sehemu ya maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani. Sasa mimi ni mjumbe wa kamati ya Mei Mosi Taifa. Kwa kabla ya sherehe za Mei Mosi sisi ndio tutatangulia kwa ajili ya kuratibu masuala ya michezo. Lakini pia mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya michezo inaitwa Shimuta. Shimuta hii inahusisha taasisi na mashirika ya umma. Lakini ukiacha hilo, mimi ni mwenyekiti wa ligi inaitwa Dar es Salaam Staff Sports League. Kwa taasisi zote za umma na binafsi zilizopo Dar es Salaam, michezo ya watumishi wake mimi ndio mwenyekiti wao. Kwa hiyo kwenye michezo mimi ni mdau mkubwa sana. Kuhusu vipi na ilani ya 2025-2030? Unajua maendeleo ya michezo yanaanza kwenye miundombinu, viwanja vya kuchezea. Ndio maana sheria namba 1 ya mchezo wa mpira wa miguu imeanza na sehemu ya kuchezea, field of play inaitwa. Kwa hiyo huwezi kuendeleza michezo bila kuwekeza kwenye viwanja vya michezo. Kwa hiyo ndio maana ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi inataka tufanye uwekezaji mkubwa kila mkoa. Ukiacha vile viwanja vya kitaifa, kama unafahamu tuna viwanja vinaendelea katika hatua mbalimbali za ujenzi. Huko uwanja unaojengwa Arusha, huko uwanja unajengwa Dodoma, unaona pia kinachoendelea Zanzibar kule. Ukiacha vile viwanja vya kitaifa, ilani inataka twende kwenye ngazi ya mikoa na wilaya, tukawekeze kwenye miundombinu ya michezo. Hii tafsiri yake ni nini? Viwanja tayari vipo, unahitaji kuvikarabati kuhakikisha kwamba vinakuwa kwenye standard nzuri ya kuchezeka. Sasa hii itavutia watu wengi zaidi kucheza na itavutia vipaji zaidi kuonekana. Lakini pia ilani inataka tukawekeze kwenye wataalamu wa michezo, makocha. Ndio maana sasa kuna chuo kikuu cha Dar es Salaam pale sasa hivi kinazalisha wataalamu wengi wa michezo ambao wanapangwa kwenye haya mashule. Unajua zamani sisi wakati tunacheza unakuta kama mwalimu wa physics ambaye anajua kidogo ndio sasa anakuwa mwalimu wa michezo. Lakini sasa dunia inataka mtu aliyesomea na anayejua principles, anayejua kanuni za namna ya kuendeleza mchezaji. Kwa hiyo sasa tukiwekeza kwenye eneo hilo, tukawekeza kwenye miundombinu vizuri, tukawekeza kwenye wataalamu, Tanzania inakwenda kuwa miongoni mwa mataifa makubwa sana katika michezo. Na uzuri wa Tanzania wanapenda michezo. Ilani inataka tukawekeze kwenye viwanja. Ilani inataka tukawekeze kwenye kuibua vipaji. Ilani inataka tukawekeze kwenye kuviendeleza vipaji vya michezo. Kwa hiyo kwenye eneo la michezo kwa sisi wana michezo kwa kweli moyo baridi kabisa, tumefarijika sana na namna ambavyo serikali na chama kinatoa uzito katika kuwekeza kwenye michezo. Kwa sasa hivi vijana wanakuambia pita popote. Kuna soda yote au bia. Mimi nitalipa. Okay. Asante. Lakini mfuatiliaji wa Snada TV, bila shaka sasa umeona kada wa Chama cha Mapinduzi akitokea mkoa wa Singida ameidadavua na kuichambua vizuri ilani ya Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi mkuu wa 2025 lakini pia 2030. Ametuambia vizuri sekta zote namna ambavyo zimeguswa. Lakini kabla hajahitimisha, hebu sasa Watanzania kiu yao kubwa kuendelea kupata maendeleo, kupata miradi mingi ya maendeleo kutoka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa namna ambavyo umezungumzia ufanisi wa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa mwaka 2020 mpaka 2025. Sasa Watanzania watarajie nini? Kwa kweli Watanzania
wawe na matumaini makubwa sana na kipindi kijacho cha mwaka 2025 2030. Katika maeneo yote ambayo ni kero, ambayo ni na uzuri, tuna kiongozi msikivu sana. Mama ni msikivu. Hapajawahi kuwa na mama ambaye ni mkorofi. Mama anasikiliza. Mama ni mtu muungwana. Mama ni mtu mtulivu. Mambo mengi ambayo yanayoamkiwa mama ameyasikiliza na ameyaingiza kwenye ilani. Kwa mfano, kulikuwa na hoja kuhusu katiba mpya. Watu wengi wapiga kelele katiba mpya lini? Mama akasema nipeni muda. Katiba mpya tutatengeneza. Na kweli, kwa sababu tumetoka kwenye kipindi ambacho mmefiwa na mkuu wa nchi, tumetoka kwenye kipindi ambacho kuna ugonjwa wa corona ambao umetikisa uchumi wa nchi, kusema kwamba mnaweza kukimbilia tu mkavamia mkaanza mchakato wa katiba mpya. Kipindi hicho kunakuwa na vipaumbele vingi vya kurudisha nchi ikae kwenye utulivu. Mama amekamilisha, nchi sasa imetulia, uchumi wa nchi umetulia, sasa ameweka kwenye ilani tunakwenda kutekeleza mchakato wa kuandika katiba mpya. Na kuna watu wanafikiri kwamba eti CCM hatutaki katiba mpya. Hiyo sio kweli. Sisi wana CCM, na sisi hasa vijana, mwaka 77 wakati katiba tulionayo inatengenezwa, wengi hatukuwepo. Tunatamani kupata fursa na sisi ya kushiriki katika kuamua mustakabali wa nchi yetu kwa miaka mingine mingi ijayo. Kwa hiyo hii ni ajenda ambayo mimi naamini itakwenda kutekelezwa, na mambo yote yanayolalamikiwa yatakwenda kupatiwa ufumbuzi kupitia mchakato huu wa katiba mpya. Lakini kuhusu maendeleo, kama nilivyosema, unajua Waswahili wanasema wali wa kushiba unaonekana kwenye sahani. Sasa rais na ukilinganisha na watu wengine, mama tunajua atawania kipindi chake cha pili. Sasa huyu kuna kazi za kumpima kwamba kuna vitu amewahi kuvisimamia vikatokea. Sasa wakati mwingine kwenye nchi yetu hii, of course ni demokrasia, lakini sasa kuna mtu anagombea hata jambo moja ambalo amewahi kulisimamia likafanikiwa, hawezi kulitaja. Sasa tunakuwa unajua ushindani unataka kidogo kuwe kuna angalau sifa zinazofanana. Na hii ni bahati mbaya sana kwa nchi yetu. Kuna upinzani ambao wakati mwingine hawana kabisa uzoefu wa kusimamia masuala ya maendeleo. Wana uzoefu wa kuongelea matatizo, sio? Sasa hii ni changamoto sana. Tunatamani tungekuwa na upinzani ambao una watu angalau wana uzito, wana ule uzoefu, wana ule ujuzi fulani wa kusimamia mambo ya nchi. Ukawa basi unaweza kuiana kwa uchaguzi ambao utakuwa na ushindani kwa kiwango fulani. Sasa wananchi watarajia nini, watarajie nini ama wategemee nini kutoka katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 30? Vijana wategemee kasi ya kuajiriwa. Wananchi wote wategemee bima ya afya kwa kila mwananchi. Tegemee mpaka 2030 kila mtu atakuwa na bima ya afya. Wale ambao umeme haujafika, tumeshafikisha umeme kwenye kila vijiji. Sasa tunataka tuende mpaka kwenye vitongoji na mpaka ndani kwenye kila mtu. Wategemee umeme unakwenda kwao. Kama tumeweza kutoa umeme kwenye wilaya, tumeupeleka kwenye kata, tumeupeleka kwenye vijiji. Sasa hii kazi ya kumalizia kupeleka kwenye kitongoji tutashindwaje? Tumekula ng'ombe mzima, unataka kuaminisha kwamba tumekula ng'ombe mzima. Kama tumejenga reli ya kisasa ya SGR, sasa watu wa Dar es Salaam wanasafiri. Una mashaka gani kwamba haitafika Mwanza? Kwa hiyo ni obvious kwamba haya mambo yote wananchi wategemee. Wao huduma za maji, huduma za afya, elimu, maeneo yote muhimu kwa uchumi. Na kuna eneo muhimu sana ambayo pia serikali imechukua hatua. Unajua, ili watu waweze kujiajiri, lazima kutengeneza mazingira rafiki ya kuwezesha watu kujiajiri. Iwe ni rahisi mtu kuanzisha na kuendesha biashara. Kwa serikali imeondoa vikwazo vingi sana vya kibiashara. Kwa hiyo tunategemea kwamba uanzishaji na uendeshaji wa shughuli za biashara utaendelea kuwa rahisi zaidi. Kwa mfano, zamani kulikuwa na utitiri wa taasisi nyingi. Yaani ukianzisha biashara wewe unafuatwa, utafikiri wewe ni mhalifu. Lakini serikali imechukua hatua, imeanza kuondoa muingiliano wa taasisi ambazo zinasimamia jambo moja. Imefanyika hiyo na inaendelea kufanyika. Itafika wakati utakuwa unahitaji leseni moja kuweza kuanzisha na kuendesha biashara yako. Kwa hiyo serikali inatambua na imeona namna ambavyo ina haja ya kurahisisha shughuli za kibiashara na shughuli za uchumi kwa mwananchi mmoja mmoja.
Asante. Kwamba wananchi watarajie Mfuatiliaji wa Snada TV kanda wa Chama cha Mapinduzi kutoka mkoa wa Singida, lakini amefafanua, lakini pia amewaambia wananchi wa Tanzania kwa ujumla, hususani pia wakazi wa mkoa wa Singida, tarajie mapokeo mazuri kutoka utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 mwaka 2030, kwamba miradi ya maendeleo iliyofanyika kipindi cha 2025 kwamba sasa hivi ni kasi ya 5G mpaka 6G bila shaka. Lakini kabla hatujatamatisha kipindi chetu ambacho tuko tunapiga siku tatu na kama tunachambua pia tumechambua kidogo kuhusiana na ilani hiyo, sababu nzuri sana. Nini wito wako kwa Watanzania kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025? Hiyo ni swali zuri sana ambalo ningeshangaa kama usingeniuliza. Kwanza, wito wangu wa kwanza, tuendelee kudumisha umoja, tuendelee kudumisha amani na usalama wa nchi yetu. Sisi hatuna nchi nyingine ya kukimbilia. Ziko nchi ambazo sisi nchi hii tunaishi watu wa makabila mengi, tunaishi watu wa dini nyingi, lakini tunaishi pamoja kwa upendo, kwa umoja na kwa ushirikiano. Ziko nchi wanaishi watu wa makabila moja au mawili, lakini hapakaliki. Ziko nchi wanaishi watu wa dini moja, lakini hapakaliki. Sisi tuna umoja, tuna amani, tuna upendo, tuna usalama. Kwa hiyo kuelekea uchaguzi mkuu lazima tuhakikishe tunu hizi: umoja, upendo, amani na usalama wa nchi yetu ndio kipaumbele chetu. Lakini kitu cha pili, wito wangu kwa wananchi wa Tanzania wote, tujitokeze kushiriki uchaguzi mkuu. Tusiache hii fursa kikamilifu. Yaani tusiache fursa hii ya kuamua kwa kura zetu juu ya viongozi tunaotaka katika kusimamia hii ilani. Haya mambo yaliyoainishwa kwenye ilani yanahitaji viongozi wa kuyasimamia. Na sisi viongozi bora wa kuyasimamia. Na sisi vijana tupo tayari kutumwa ili tukayasimamie. Tuko tayari kutumwa na kutumika tukayasimamia. Lakini tatu, nigusie pia jambo, nyakati za uchaguzi imekuwa na changamoto nyingi. Moja ya changamoto ni rushwa. Watu wanatafuta uongozi wakati mwingine kwa kugawa fedha. Sasa ukimwona mtu anataka kununua uongozi, maana yake anataka akauze. Yaani anataka afanyie biashara uongozi. Sasa uongozi si kazi ya ni kazi ya kutumikia watu. Sasa una haja gani ya kutumia fedha ili kutumikia watu? Kwa hiyo matumizi ya fedha, rushwa, matumizi ya lugha chafu za kutukanana, kuchafuana, hatuna sababu. Wewe eleza hoja, eleza sera ulizonazo, maono ulionayo. Wananchi watakupima. Hauwezi kuchaguliwa kwa matusi. Utachaguliwa kwa kuwapa watu matumaini kwa sera pamoja na maono ulionayo. Kwa hiyo pia ni kushukuru sana kwa kunipa hii nafasi. Bila shaka sasa umeona namna ambavyo Comrade Jafari Said, mtu bingwa kabisa chuma cha pua, anavyoweka mambo vizuri. Ametoa wito kwa Watanzania kwamba katika kipindi cha uchaguzi tushiriki kwa wingi, tushiriki kikamilifu, lakini tuepukane na kuchafuana, kutumia lugha mbaya, lakini kwanja kwa ajili ya kununua uongozi amekataa. Anyway, mfuatiliaji wa Snada TV, mimi ni John Hassan, tuko powered by Techno Tanzania, lakini Sangawe Glass and Aluminium wanapatikana mkoani Singida mkabala na jengo la CCM. Pia Royal Village Hotel wanapatikana mkoani Singida, Dodoma, Dar es Salaam na Morogoro. Huduma zao ni nzuri kabisa. Lakini kabla hatujatamatisha, mimi nikushukuru kwa moyo wako, kibali tumeweza kufanya mahojiano haya, lakini tukukaribishe tena Snada TV kwa ajili ya mahojiano mengine zaidi na zaidi. Karibu. Kwanza nikushukuru sana kwa kunipa hii nafasi
ya kuchambua ilani ya CCM. Mimi nimefarijika, nimefurahi sana kupata nafasi hii. Lakini nikupongeze. Wewe kijana unafanya kazi nzuri sana. Mimi nakufuatilia tangu umeanza mpaka ulipofika sasa, unakwenda vizuri sana. Na ukiendelea hivi utafika mbali sana. Cha muhimu endelea kutoa nafasi kwa kila mtu. Endelea kuhakikisha unazingatia maadili ya uandishi wa habari, unazingatia weledi bila upendeleo wala bila kumbagua mtu yeyote. Mimi kwa kweli nakuona mbali sana kijana wangu. Kwa hiyo hongera sana, lakini nakushukuru kwa nafasi, lakini wakati wote mwingine kwa nafasi kama hii, kama kuna jambo unahitaji tulizungumze, usisite kunitafuta wakati wote. Mimi simu yangu bwana inapatikana na inapokelewa wakati wote. Wafuatiliaji wa Snadareal yako wa Tanzania wangependa kupata majibu kama haya. Mimi napatikana kupitia namba ya simu ya 0714 19 53 67. 0714 19 53 67. Asante sana. Mpaka hapo ndio tamati ya kipindi chetu ambapo tulikuwa tunachambua ilani mpya ya Chama cha Mapinduzi kuelekea uchaguzi mkuu, lakini ya 2025-2030 tumeweza kudadavua ikiwa na comrade. Lakini huyu ni mwandishi mzuri pia wa makala mbalimbali katika mitandao ya kijamii, anaandika na pia ni critic mzuri sana nchini Tanzania. Bora pia kwa mambo ya michezo yuko vizuri sana. Na tumekuwa tukimfuatilia na tunamfahamu pia. Kwa hiyo kama utahitaji ametoa